Wakati Simba walipata nafasi ya kumrudisha Jose Luis Miquissone, nimesema hapa wakasema Jose Luis Miquissone amenenepa sana, amerudi katika ule utimamu ambao tulimzoea wakati ule anacheza Simba, na namba zake zinasomaje? Ukiangalia amerudi kwenye utimamu, na ndio maana unaona performance yake imekuwa iko vizuri. Unajua tangu ameenda UD Song kwa msimu huu amecheza jumla ya mashindano yote, amecheza mechi 26. Na katika mechi 26 amefunga magoli jumla 15. Na katika mechi hizo amecheza jumla dakika 2250. Na amekuwa man of the match katika mechi 5 na kuchukua zawadi hizo za man of the match. Nyota mchezo. Nyota mchezo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amebadilika. Unajua ukisikia mchezaji amefunga goli zaidi ya 10 kwenye ligi au kwenye mashindano kwa ujumla, alafu si mshambuliaji, maana yule ni kiungo wa ushambuliaji. Mchezaji ambaye anakariba kutokea pembeni, anaweza kushoto au kulia, kwa sababu ana uwezo wa kutumia miguu yote miwili. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye unaona anaweza kuwa na msaada zaidi pale anapokuja kwenye kikosi cha aina yote, anaweza kuongeza namba za upatikanaji wa magoli. Na ni mchezaji ambaye tangu amerudi unaona UD Song sasa hivi imekuwa kimtegemea sana na mpaka kuweza kupata idadi kubwa hiyo ya magoli. Kwa hiyo unaona alipokuja hapa alipopita labda ilikuwa ngumu kwa sababu alitoka kwenye majeraha muda mrefu na alikuwa mwili haujaweza kurudi kwa uharaka. Lakini kwa sasa hivi ameweza kurudi katika kiwango kile ambacho pengine alikuwa nacho alipopita hapa kabla kwenda National Rally, na kuweza kurudi tena huku na baadaye alipopata majeruhi kwa ajili ya kurudi kule Msumbiji. Kwa hiyo unaona kwa timu ambazo alipata jeraha. Kwa timu ambazo zinahusishwa naye, unaona endapo atampata atakuwa na msaada mkubwa sana. Kiachana na hizo namba, ni mtu ambaye anakuja Tanzania, si mgeni na ligi yetu. Ni mchezaji ambaye anajua ligi nzima, anajua namna tabia za timu, anajua namna ubora na udhaifu wa viwanja vyetu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaweza akaja akaongeza kitu cha zaidi kwenye timu yote ambaye anahusika nayo. Na amekuwa akihusishwa si labda tu kwa ni tetesi, lakini kimsingi inaonekana timu zote hizo mbili kubwa zimekuwa zinahitaji huduma yake, zinajaribu kuulizia huduma yake. Sasa ni swala la yeye na management yake kuweza kufikiria wapi ambapo anakwenda. Lakini namna ukiniuliza mimi, naweza nikasema Luis Miquissone ni mchezaji ambaye anaweza kucheza timu zote hizi za hapa ligi ya NBC. Yaani eza kama atapatikiwa kwenda Yanga au akienda Simba, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza kwa namna vikosi ambavyo sasa hivi vinaonekana. Ni mchezaji ambaye anaingia moja kwa moja kwenda kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Si mchezaji ambaye atakuja tena kuweza kusubiria kama ambapo alivyorudi kutoka Misri, kwa sababu alipokuwa na majeraha alikuwa kidogo hata uzito ulikuwa umeongezeka. Lakini kwa sasa hivi na kwa namba alizonazo anaakisi kuweza kucheza ligi ya NBC, na ni mchezaji ambaye pia anamudu kucheza katika timu zote hizi mbili ambazo anahusika nazo, ambazo anahusishwa nazo. Kwa upande wa Simba ambao wanaonekana kama wao ndo wana nafasi kubwa kwa sababu kashacheza mara 2, alisajiliwa akaondoka akarudi pale. Ukimwangalia Jose Luis Miquissone kwa falsafa ya Simba ya sasa hivi, ama niseme kwa namna ambavyo Simba wamekuwa wakicheza, anakwenda katika winga ile ya kulia, ama anaweza kucheza kama namba 10 nyuma pale ambapo kumekuwa kuna kelele nyingi sana kwa Jean Charles Ahoua. Ukiangalia kwa sasa hivi Simba anaweza kucheza maeneo yote ya mawili. Akienda pembeni bado kwa uwezo wake alionao na namna tunapomfuatilia anawazidi baadhi ya vitu wa watu ambao wapo sasa hivi anacheza. Lakini eneo ambalo sasa hivi Simba limekuwa na changamoto sana, eneo la namba 10, ambalo pia kuna muda alikuwa akilitumia hilo akicheza. Wakati ule akikosekana Chama, muda mwingine alikuwa akitumika eneo hilo la namba 10. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kupiga pasi za mwisho kwa usahihi, ni mchezaji ambaye pia ana uwezo wa kupunguza akakupa mpira ukiwa kwenye eneo ambalo sahihi unaweza kupata kuweza kufunga magoli. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye unafikiri kwamba akija kwa Simba anaweza kuwa na msaada sana kwao, kwa sababu ni eneo ambalo linaonekana lina changamoto. Unajua hata ukiangalia namna Jancheza huwa alivyokuwa akicheza namba 10, bado unaona kuna vitu ambavyo Miquissone yule wa mwanzo alivyokuwa navyo vilikuwa vimekosekana. Lakini kwa namna sasa hivi kiwango chake kilivyorudi, ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza eneo hilo na akaonyesha kitu cha ziada. Kwa hiyo sasa unafikiri ni namna yeye kuangalia kwa haraka zaidi wapi anaelekea, kwa sababu wakati mwingine labda kabla hujafanya maamuzi unahitajika na hizo timu mbili. Lazima uangalie unakwenda sehemu ambayo kwako tena itokupa katika mazingira magumu. Unajua Miquissone sasa hivi ana miaka 30. Kwa hiyo kama anarudi anacheza ile maji ya jioni, sio unarudi tena unakutana na changamoto za kutokuwa kuingia moja kwa moja kwenye mfumo. Kwa hiyo lazima akae kwa umakini na aweze kutatua, kujua wapi anakwenda sehemu sahihi na ataenda kupata namba moja kwa moja. Lakini kwa maeneo hayo uliotajia kwa Simba, bado yote anakwenda na anacheza na watu watasubiria bila kupata changamoto yote hapa katikati, kwa sababu kwa namna performance alionayo na namna anavyocheza sasa hivi ana vitu vya ziada vimerudi, kama yule ambaye aliondoka kwenda national wakati yule anaondoka kwenda kucheza mpira nje. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.